Sasa sheria ya uhuru inaanza kunihukumu ndani, haihukumu nje katika utekelezaji. Pale pale kwenye mawazo, pale pale ninapowaza kufanya ubaya, tayari ninaingia kwenye makosa, tayari ninaingia kwenye dhambi. Ninapoanza kuwaza kufanya ubaya, tayari nimeingia kwenye makosa. Kwa hiyo sheria ya Torati inanihukumu kuwa na dhambi, inanifanya kuwa na mauti. Kwa sababu gani? Adhabu yangu inatekelezwa nje, imeachwa kule ndani ilikokuwa sababu ya uovu kuanza. Kwa hiyo Yesu wetu anatufundisha mwenye kutamani tayari kishafanya kosa. Kuna andiko ambalo watu wengi wanalifahamu vizuri tu, wasioamini na walioamini, kwamba amwangaliaye mtu kwa tamaa ya uzinzi amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Lakini Torati haisemi hivyo. Torati, uzinifu ni pale anapoonekana huyo mtu kafanya lile tendo, huo ndio uzinifu. Kwa hiyo mtu aliyekuwa anawaza kwenda kufanya uzinifu lakini hakuzini, mtu aliyekuwa anawaza kwenda kuiba lakini hakuiba, Torati haikumtia hatiani. Lakini Yesu ananitia hatiani kwa kuwaza tu. Kuwaza tu nikaibe, tayari nimetenda dhambi. Kuwaza tu nikazini, tayari nimetenda dhambi. Sasa hiyo sheria ya uhuru ndio inanizuia kufanya kuwa na mawazo ya kutaka kufanya mabaya. Kwa sababu hiyo inaniweka mbali na sheria ya dhambi na ya mauti. Na kwa sababu nimetambua kuwaza peke yake ni makosa, ndio maana Paulo anasema hakuna atakayehukumiwa hukumu ya adhabu aliye ndani ya Yesu. Kwa hiyo mimi sitapata hukumu ya adhabu ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu Yesu ameshaniambia kuwaza mabaya tu dhambi, nimeachana na mawazo mabaya. Lakini Torati haikusema kuwaza mabaya ni dhambi, na wala alishtakiwa mtu kwa kuwaza mabaya. Mashtaka yako mbele za Mungu katika ulimwengu wa roho kwa kuwaza mabaya. Kwa hiyo sheria ya Yesu Kristo imeniweka huru mbali na dhambi. Kwa sababu hiyo sina hukumu ya mauti, sina hukumu ya adhabu wakati Yesu anaporudi. Sasa wewe ndio unayejua umewaza mazuri, umewaza mabaya, ni wewe. Kwa hiyo mtu akikuuliza, je, Yesu akija leo unaenda mbinguni? Unalo jibu la hapana au ndio? Jibu lipo, kwa sababu mawazo mabaya yako kwako, kufanya ubaya unafanya wewe. Wewe lazima ujue, mimi sijawaza mabaya, sijafanya kosa lolote. Yesu akishuka leo, mbingu ni ya kwangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mstari wa 5 anasema, kwa maana wale